warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Tumekutana hapa tena kama ambavyo tuliweka wazi. Tutakuwa na sehemu kidogo ya kuzungumza sheria, sawa? Kwa sababu huu umri mlionao huu ni umri wa kuswali. Sasa utaswalije? Hatua za kuswali zimeelekezwa, kwa hiyo lazima zifuatwe vile vile zilivyoelekezwa, ndo swala iweze kukubaliwa. Ukavuruga taratibu zilivyo, utakuwa kama Mwanazubadu anasema, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tukbalu. Amali yoyote anayoifanya mja bila ya ilmu, bila ya ujuzi, kwa sababu kila kitu kimeelekezwa, kwa lazima ufanye vile vile kilivyoelekezwa. Ukafanya kinyume na maelekezo, maana yake kile unachokifanya marduda, unakirudishiwa, la tukubalu, hakikubaliwi. Sawa? Hata gari tu wewe hujui kuliendesha, ukaenda pale kwenye nani, sawa, penye gia hujui ni wapi, na hata kama ndo hapa hujui zifanyajwe, utaiangusha tu ile gari. Kwa hata swala, mambo haya kama ni hija, sawa, ili kubaliwe uifuate vile vile ilivyoelekezwa. Mambo ya swala uyafuate vile vile ilivyofanyaje, ilivyoelekezwa. Sababu Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sasa sisi hatukumuona kwa macho, sisi tunamuonea kwenye mafundisho kama haya, sawa? Katika mwendelezo wa darasa letu tulikuwa tukizizungumzia najisi, lakini hizo najisi ni katika mfululizo wa masharti 12 ya nini, ya swala. Kama mnakumbukumbu, tulikuwa tunazungumzia masharti 10 na ngapi? 12 ya swala. Tukasema sharti la kwanza ni mtu atoharishe nguo zake, na autoharishe mwili wake, na atoharisha pahala pa kuswalia mina najasati, kutokamana na nini, na najisi. Kwa hiyo nazo hizo najisi ndo tulifika hapa kuzieleza najisi ambazo ndo unatakiwa uzitoharishe kwenye nguo yako. Ndo unatakiwa hizi kamatie vizuri tutakazozitaja hapa. Hizi najisi ndo ambazo uzitoharishe kwenye nguo yako, ndo ambazo uzitoharishe kwenye pahala pako pa kuswalia. Kama ni ule mswala wako, ukipatwa na moja wapo katika hizi tutakazozieleza, sawa, au mwili wako utoharishe kutokana na hizi nini, hizi najisi. Najisi ya kwanza alkhamru, ni pombe, sawa. Najisi ya pili walbaulu, mkojo. Najisi ya tatu walghaitu, choo, yani kinyesi, haja kubwa ya mwanadamu, inaitwa ghait. Warauthu, na vinyesi vya wanyama wengine. Ghait ni kinyesi cha mwanadamu, sawa. Rauthu ni nini? Vya wanyama wengine. Wadamu, na damu nayo ni najisi. Walkaihu, usana ni najisi. Walqaiu, matapishi, nayo ni nini? Ni najisi. Walkalbu, mbwa, naye ni najisi. Walkhinziru, na nguruwe,
naye ni nini? Ni najisi. Wa faru ahadihima, na mtoto wa kimoja wapo katika hivyo viwili, katika mbwa na nguruwe, mtoto wa kimoja wapo. So mtoto wa mbwa au mtoto wa nini? Wa nguruwe. Sawa mtoto wa nguruwe au mtoto wa nini? Wa mbwa. Sawa mtoto wa nguruwe au mtoto wa nini? Hatuzungumzii huyo. Yaani mfano nguruwe akazaa labda mbuzi. Sawa? Yaani iko hivi. Yaani nguruwe akashare na mnyama wa faru ahadima, manake ni mbuzi. Nini? Mbuzi akashare na nguruwe, au mbuzi akashare na nini? Na nguruwe. Mtoto atakayezaliwa na mbuzi lakini mzazi wake wa kiume ni nguruwe. Kwa hiyo yule mtoto hata kama ni kambuzi kale, lakini midhali baba yake ni nani? Ni najisi yule. Hatuzungumzii mtoto wa nguruwe kwa sababu si ni nguruwe yule yule. Kwa nini asema faru ahadima? Maanake faru ahadima, mtoto wa kimoja wapo katika hizo najisi mbili ambazo ni mbwa na nguruwe. Sawa? Akiwa na maana kwamba ni mbuzi, yani mnyama twahara akashare na kama hiyo mbwa au nguruwe. Sawa sawa Kwa hiyo mtoto atakayezaliwa na mbuzi baada ya kushakuwa aliingiliwa na nini? Na nguruwe. Yaani mtoto atakayezaliwa na mbuzi haliyakuwa aliingiliwa na nini? Na nguruwe au na mbwa, huyo ndo tunamhukumu kwamba na yeye anakuwa ni faru ahadihima, kwamba na yeye anakuwa na hukumu ya kile kilicho sawa sawa Kwa hiyo na yeye yule mtoto hata kama ni kambuzi, mbuzi akazaa mbuzi lakini yani tuseme kama babaki sawa sawa ni nani? Basi ni najisi na yule mtoto, hata kama ni kambuzi kamezaliwa kale. Unaelewa hapo Ndio faru. Alafu walmaitatu, na maiti pia nayo ni nini? Ni najisi. Maiti. Sawa? Kuna muda kule mbele hapa, yani hapa nataja kwanza jumla, kuna mbele kule atakuja kuvua. Je, ni maiti zote? Baadaye atavua huko mbele. Washaruha, na nywele zake. Kwa hiyo kaswali na nywele ya nini? Ya kitu kilichokufa au kitu najisi. Yaani ukaswali na nywele ya kitu ambacho kwamba ni najisi. Sawa sawa Kwa sababu kama tumesema kitu kikifa kinakuwa hukumu yake ni nini? Si ni najisi? Sawa ila ni kufa gani tutaeleza huko mbele. Kwa hiyo mfano akasema washaruha, na nywele zake. Sawa? Wa dhilfuha, na kwato zake. Dhilfuha na nini? Na kwato zake. Wajiduha, na ngozi yake. Wadhumuha, mifupa yake. Sasa ila maitatal adami, kwa kuwa alisema maiti ni nini? Ni najisi, maana kitu kilichokufa kinakuwa na hukumu ya nini? Najisi. Sasa akasema ila maitatal adami, ila maiti ya mwanadamu, wa samaki, na ya samaki, waljaradi, na nzige. Sawa walmudhakata, na maiti na ya kitu kilichochinjwa, yani na maiti ya kitu kilichochinjwa, almubaha akuluha, ambacho ni halali kuliwa kwake. Inakuwa hivi, sio nini? Japo ni maiti, samaki vile vile sio kwamba lazima afanye nini? Achinjwe. Sawa sawa na hapa tuzungumzie kwenye labda hukumu ya kula na kutokula. Tunasema sasa mwanadamu hapa tunazungumza unajisi.
kwamba hichi kitu ni najisi au sio najisi. Kwa kitu kikisha kufa kinakuwa ni nini? Najisi. Ila mwanadamu akifa yeye anakuwa sio najisi. Samaki ikifa sawa sawa yenyewe sio nini? Ilivyo vile vile hata ikifa sawa sawa na nini kingine? Nzige. Sawa sawa hata ikifa sio nini? Sio najisi. Na kitu kilichochinjwa walmudhakata, na kitu kilichochinjwa almubaha akuluha, ambacho ni halali kuliwa kwake, nacho kinakuwa sio nini? Usije ukachinja mbwa sawa sawa au kachinja labda kama ni yani kitu ambacho hakiliwi. Mfano tuchukue labda simba sawa, ukaichinja sawa, sio ukasema mbona nimekichinja. Kwa hiyo kwa sharti kile kilichochinjwa kiwe ni nini? Ni halali kuliwa. Kisije kikao kimechinjwa lakini kumbe hata kuliwa pia hakifai. Kwa hiyo hata kikachinjwa kile kinakuwa bado ni nini? Ni najisi. Kwa masharti ili kitoke kuwa si najisi sawa sawa manake mbuzi si huwa analiwa. Kwa hiyo mbuzi akifa hivi bila kuchinjwa, manake lugha haraka akafa kibudu. Kwa akifa hivi kama tulivyosema kibudu, manake huyu ni najisi. Sawa sawa ni nini? Ila akifa kwa mazingira ya kunini, anakuwa sio nini? Kwa sababu hii ni maiti ya kitu kilichochinjwa ambacho ni halali kuliwa kwake. Sawa sawa na uchinjwaji wenyewe pia inategemeana. Kinaweza kikao kimechinjwa lakini hakikuchinjwa kwa maelekezo yanayotakikana. Sawa sawa Kwa sababu hata uchinjaji una taratibu zake. Anayechinja ni nani? Sawa sawa Haya. Hizi zote tulizozitaja hapa, hizi ndo najisi. Hizi ndo nini? Najisi. Ndo najisi ambazo mwanzo uliambiwa utoharishe mwili wako, utoharishe nguo yako, utoharisha pahala pa kufanyaje? Pa kuswalia kutokana na najisi hizi tulizozieleza. Tunafahamiana? Sasa anasema famata, muda wowote, la kati hadhihi najasatu, zitakapokutana hizi najisi, muda wowote, la kati hadhihi najasatu, zitakapokutana hizi najisi, thawbal insani. Na hapa naomba mnisikilize kwa makini, na ndo mahala huwa tunafeli sana. Sikiliza, famata, muda wote, la kati hadhihi najasat, zitakapokutana hizi najisi tulizozieleza. Tumeeleza najisi zote. Sasa muda wowote zitakapokutana hizi najisi tulizozieleza, thawbal insani, na nguo ya nani? Nguo ya mwanadamu. Sawa au badanahu, au mwili wake, au musallahu, au muswala wake, au nini? Muswala wake, manake ile sehemu yake ya kusalia, au ghairaha, au zikakutana na kitu kingine, minal jamidati, katika vitu vikavu. Sawa mfano hata mkoba wako tu huo, sawa, hata daftari yako tu hiyo, sawa sawa, au hata simu yako, ndo wa ghairiha. Sawa, hizi najisi zikakutana na hivyo vitu, zikakutana na nguo, sawa, zikakutana na nini? Na nguo, zikakutana na mswala au na kitu kingine, minal jamidati, kutokana na vitu vikavu, lakini ma'arutubati fiha, pamoja na ubichi fiha, katika hiyo najisi. Hii najisi hii sawa sawa inaenda kukutana na nini? Na nguo ya mtu.
hii najisi ikiwa na ubichi ubichi, yani inakutana na nguo ya mtu, lakini hii najisi ina nini? Ni mbichi, ina ubichi ubichi. Sawa? Mfano kama haja ndogo, haja kubwa, si vitu vyenye ubichi ubichi hivyo, si ndivyo? Kwa hiyo ikakutana na nguo ya nini? Ya mwanadamu, lakini pamoja na ubichi ubichi, fiha, katika hiyo najisi, au fi mulakiha, au katika kile kitu inachokutana nacho. Unaweza ukawa ubichi ubichi, yani ule ubichi haumo kwenye najisi, lakini ubichi unaweza ukawa umo kwenye kile kitu ile najisi inakutana nacho. Mfano mswala kama huu, sawa? Au tuchukue simu kama hii, sio? Najisi ni kavu, pengine tuchukue ni haja kubwa imekauka, sawa? Inakuja kukutana na nini? Na simu, sawa sawa, lakini hii simu ni mbichi. Hii simu ni nini? Mbichi. Hii simu ni mbichi, sawa? Sasa kama ni mbichi hii simu, ndo tunazungumzia. Kwa hiyo kuna muda najisi yenye hii simu inaweza ikawa ni kavu, lakini najisi yenyewe ni mbichi. Kwa hiyo zinapokutana, sawa sawa, au najisi inaweza ikawa ni kavu, lakini hichi inachokutana nacho ni nini? Ni kibichi, sawa sawa. Kwa hiyo kuna mazingira mawili. Kwa hiyo ima najisi yenyewe ni mbichi, hichi inachoenda kukutana nacho ni nini? Ni kikavu. Au najisi yenyewe inaweza ikawa ni nini? Ni kavu, lakini hichi inachoenda kukutana nacho ni nini? Ndio tunazungumza hapo, sawa sawa. Anasema famata, muda wote, la kati hadhihi najasatu, zitakapokutana hizi najisi, thauba linsani, na nguo ya mwanadamu, au badanahu, au zikakutana na mwili wake, sawa, au musallahu, au musalla wake, au ghairaha, au kitu kingine, bila jamidati, kutokana na vitu vikavu, maarutubati fiha, pamoja na ubichi, fiha, katika hiyo najisi, au fi mulakiha, au pamoja na ubichi kwenye kile kitu inachoenda kukutana nacho, si ndivyo? Itaangaliwa. Fa in kana laha ta'amun, ikiwa najisi ile ta'amun, ina ladha, au launun, au ina rangi, au rihun, au ina harufu, sawa. Wajab, ina nini? Ya kwanza ina ladha, ya pili inaweza ikawa ina rangi, ya tatu inaweza ikawa ina nini? Ina harufu, sawa sawa. Basi wajaba ghasluha, ni lazima kuondoa hiyo harufu, ni lazima kuondoa hiyo rangi, ni lazima kuondoa hiyo nini? Ladha, sawa sawa. Hata yazula, mpaka iondoke. Mpaka ifanyaje? Iondoke. Hebu mimi hapa, hebu kwanza tubaki hapa, turudi kwenye mazingira yetu ya kutawadha, sawa. Mimi nimeshika udhu, natoka nje kwa ajili ya kwenda kushika nini? Kushika udhu. Nimaliza kushika udhu, sasa naingia ndani nyumbani kwangu, sio? Ingia. Sasa wakati naingia mimi simbichi. Hapana, zungumza hivi kwa sababu asilimia kubwa nyumba sisi tunazozikaa tuna watoto na mambo mengine, sio? Kwa hiyo unakutana pengine na simenti ile, sio? Sawa? Au nini ile? Kapeti au nini kingine? Marumaru. Sawa? Muda mwingi wewe, kuna muda watoto wanakojoa mle, wewe una deki tu, sawa sawa. Kwa sababu kuna namna ya kutoharisha mtoto akishafanya nini? Yani kuna namna ya kutoharisha najisi kisha kuwa kwenye pahala ambapo ni pagumu. Mfano ardhi imenajisika, utatoharishaje? Sawa?
Namna pia kutoharisha kitu ambacho hakinyonyi maji, yani ukimwagia maji hayaendi ndani. Mfano sawa kama nini? Kama simenti. Hiyo simenti, si ndivyo? Yani ukinani maji hivi anaji yapo tu. Sawa. Sasa kuna utaratibu wa kutoharisha vitu vya namna hiyo. Utatoharishaje? Sawa. Maelekezo yanasema mfano ile sehemu ambayo namna ya kutoharisha kitu kinani sawa, kitu ambacho maji hayaendi ndani. Mfano kama hiyo simenti. Pale penye najisi pale, si ndivyo Pale penye nini? Najisi. Kwanza unatakiwa uchukue tambara uliloweke. Alafu usafishe pale ila harufu yote ifanye nini? Itoke. Ukishahakikisha harufu imefanyaje, imetoka, unachukua maji masafi. Ukishachukua maji masafi, unamwaga kuanzia nyuma ya ile sehemu ile, sawa? Mfano kama sini hapa ndo palikuwa na hiyo hali kuona mwagia kuanzia hii sehemu ya tohara kwenda mbele, maji yapite pale pap, si ndivyo Ndio namna ya kutoharisha. Sasa wewe hukufanya hivyo. Alipokidhi haja mtoto mdogo, sawa, haja kubwa au haja ndogo, wewe ulichukua tu dekio na kuanza kueneza vizuri ile najisi. Sawa. Kwa sababu maelekezo yanasema pale ukishili harufu alafu maji uyamwagie. So umwagie yaanzia pale kwenye najisi, yaanze huku nyuma ya nini? Sehemu ambapo kwamba ni tohara. Unamwagie hivi yaende yapite pale kwenye ile sehemu ambapo palikuwa na nini? Yaani pana najisi pale. Sasa wewe hukufanya hivyo. Wewe wakati ulikuwa na deki ulichukua tu tambara ukawa pale ukafika ndo una deki na maana yake unaisambaza vizuri ile najisi. Kwa hiyo kwa maelezo hayo hiki chumba nacho kimenajisika. Si ndivyo? Sawa jamani? Haya. Sasa kama kimenajisika, wewe umeshika udhu. Umeshika nini? Udhu kule nje. Alafu wewe bado ukiwa mbichi, alafu ukaingia moja kwa moja. Hata ukiwa na kanyaga mpaka kuna alama unaziona kabisa zinabaki za majimaji unavokanyaga. Maelezo hapa yanasema hivi, najisi namna ya kukutana, sawa? Hizi najisi alizozieleza sema mata alakati hadhihi najasatu thawba al-insani au badanahu ma'arutubati fiha au fi mulakia. Unaona? Ma'arutubati fiha, hapa ndo mjadala wetu. Tupaangalie vizuri hapa. Ma'arutubati fiha, pamoja na ubichi fiha, katika hiyo najisi, au fi mulakia, au ubichi unaweza ukao kwenye kile kitu. Wewe uliyetawadha ni mbichi, si ndivyo Sehemu unayoenda kuikanyaga ni kavu, lakini ulivyoikanyaga kwa kuwa ilinajisika ile tayari na wewe umefanyaje? Maelekezo yakasema ni lazima afanyaje? Ajitwahirishe sasa tena. Haya, wewe umeshika udhu, umeingia moja kwa moja fulu, ukakanya. Hukufuta kwa sababu ilikuwa kama ulivyomaliza kushika udhu, ilikuwa kabla hujaingia, kwa kuwa unajua usalama wa hapa kwenye hiki chumba sawa ni mdogo. Pengine mimi sikutoharisha, watoto walisaidia humu haja zao, nikadeki tu hivyo sawa yani sikufuata zile taratibu za kupatoharisha. Kwa hiyo kwa vyote hapa sipamenajisika wakati umeshika udhu kule. Kwa hiyo ili unusurike na hiyo hali, wakati unaingia uhakikishe ufute miguu yako ikauke, ili wakati unapoenda kukanyaga pale kwenye nini, kwenye ile cement au kwenye marumaru ile, wakati unaenda kukanyaga ule mguu wako ukiwa mkavu, huna shida hata kama pamenajisika pale, lakini kwa kuwa umepakanyaga pakiwa nini, sawa jamani mguu wako umefute kiasi ambacho ukawa ni mkavu. Kwa hiyo unaenda kukanyaga, hata ukitoa mguu hivi kunakuwa hakuna athari ya majimaji pale, umeufuta ukakauka sawa Kwa hiyo hapo ndo huu mguu hautonajisika tena. Lakini ukikanyaga huu mguu sawa pale kwenye hiyo marumaru yako, kwenye hiyo simenti yako, kwenye hicho chumba, si ndivyo ambacho kina mazingira hayo,
Kwa hiyo moja kwa moja utakuwa mguu wako umenajisika, kwa sababu umeukutanisha hali ya kuwa una ubichibichi kwenye kitu ambacho kimenajisika. Si mnanielewa hapa? Sawa Kwa hiyo uende kwa mazingira, au la sivyo, mfano kama mimi pale nyumbani kwangu, sawa kwa sababu sina mtoto kwa hiyo mimi utaratibu huo, mimi lishanunuaga viatu hivi, shanunua viatu sawa. Na tena huyo mwanangu huyo, sawa, Ashfaina, sawa, kuna muda sio kwamba ninahisi kwamba huwa panaweza sawa sababu si nyumba ya kupanga. Kwa hiyo sio kwamba nahisi kwamba huwa kuna muda labda alifanya hivyo, ni kuna kipindi limuona kabisa anafanya hivyo, sawa na paka kwa namna ya kuingia mle, hata licha hivyo, kwa sababu mimi sijui waloingia mle, kwa sababu mimi nimekuja nikaingia. Sasa sijui huko nyuma pia waloingia huko walikuwa sawa. Mimi naweza nikapadhibiti kwa ufani, lakini sasa mimi sijui, sawa. Kwa hiyo mimi nilichofanyaga, nunua viatu, sawa nunua kama viatu hivi, haya manani haya. Kwa hiyo nikimaliza kushika udhu kule, na kwanza wakati natoka kwenda kushika udhu, nachukua vile viatu naweka pale mlangoni pale, sawa nashika udhu, nikimaliza navaa vile viatu, ndo naingia navyo ndani. Yaani vinakuwa vyenyewe havitoki nje, ni vya ndani tu. Kwa hiyo nikimaliza kushika udhu, kwa hiyo navaa vile viatu ndo japo. Kwa hiyo kama huna vya aina hiyo, manake ufute, hakikisha miguu yako uifanye nini, uifute sawa, uifute ikauke, ili napoenda kukanyaga pale kwenye hizo marumaru au kwenye ile simenti iwe mikavu. Lakini ikiwa mibichi, ndo haya tunayozungumza. Kwa hiyo utakuja kusali hali ya kuwa mguu kwanza umenajisika. Ulivyokanyaga, unaona pita moja kwa moja unaenda kupita huko, unaenda kujipaka sio mafuta sio vitu gani, unaenda kuchukua mswala huko kwa ajili ya usali, hali ya kuwa mguu wako umefanya nini, umenajisika na haujui. Kwa hiyo haya ndio yamesababisha sisi tukae hapa tujaribu kukuelezea, ili ifike mahala unajua, kisifike kipindi wewe unajua swala zako zinakubali, kumbe kuna mambo wewe unayaharibu, alafu wewe unasubiria. Ni kama mtu anaomba dua. Dua zina taratibu zake za uombaji, si ndivyo Sasa mtu anaomba anatarajia ajibiwe na Mwenyezi Mungu, kumbe ashaharibu. Sawa Kitu kikisha kuwa kimeharibika, yani hakikubaliwi. Kama swala unaiswali alafu kafika mahala ikaharibika kwa namna moja ama nyingine katika vile vibatulishi vya swala, ndo haikubaliwi ile. Huwezi kuwa umeiharibu wewe hapa alafu usubiri ifanye ikajibiwe. Itajibiwa vipi wakati ushaiharibu? Si ndivyo Kwa sababu wenyewe wanasema swala ifike mahala, manake kuna muda swala ina nguzo zake, ina vibatulishi vyake, ina masharti yake, ina mambo kadha, si ndivyo Hata Mwanazuba na nini huyu, nadhani ni kwenye Zubadu, japo haya maneno yaliletwa kwenye nini, kwenye nini, Duraru, sawa kwamba wayubtilu swalata tarku rukuni au fawatu sharti min shuruti kadimadhaw. Yalizungumzwa maneno yanasema wayubtilu swalata tarku rukuni au fawatu sharti min shuruti kadimadhaw. Sawa Swala inabatulika mtu kukosa sharti miongoni mwa masharti ya swala. Hapa tunasoma masharti ya nini? Sawa au nguzo miongoni mwa zile nguzo za nini, likakosekana, swala inabatulika. Na ikishabatulika ndo haina kazi tena. Maana sheria inasema unatakiwa uifanye nini, uirudie tena. Swala ikishaharibika unatakiwa uifanyaje? Haya, sasa mazingira haya wewe angalia tu, pengine wewe umeiharibu swala kwenye nini, kwenye udhu, kwa sababu miongoni mwa masharti ya swala ni udhu. Lazima ufanye nini, uwepo. Sasa udhu wenyewe una masharti yake pia. Kwa yale masharti yanapokuja kukosekana ya kwenye udhu, manake ule udhu
Udhu sina wenyewe una masharti yake. Swala miongoni mwa masharti yake ni udhu. Udhu na wenyewe una nini? Una masharti yake. Linapokuja kukosekana sharti kwenye udhu, maana yake ule udhu haupo. Kwa hiyo unakuja kusali hali ya kuwa huna. Sio, mnanielewa baba? Kwa hiyo hatua za mwanzo kama hizi unatakiwa uzidi. Kwa hiyo swala inaanzia kwenye mambo ya tohara huko. Lazima, ndio maana hata Mtume alikuja akasema miftahu salati at-tahur. Sio? Kwa hiyo tohara, hakikisha tohara lazima uifanye vile vile ulivyoelekezwa. Pale unapokuja kupatwa na mambo ambayo kwamba kama haya. Kwa hiyo sehemu ambalo huwa tunafeli sisi. Sawa sawa jamani, ni ile mtu kutawadha kule, alafu anaingia na ubichi kwenye pahala ambapo watoto wanapakojolea, katika pahala ambapo ndo pana kila aina, si sawa sawa Alafu ndo unaenda moja kwa moja kuchukua mswala unasali. Tuwe makini hapo. Kwa hiyo kama una mashakili, una mashaka na maeneo hayo. Sawa sawa unajua kabisa hapo watoto walifanya hovyo na nini. Kwa hiyo utaratibu unasema ili uepukane, kwa sababu hapa aliposema marutubati fiha au fi mulakiha, ili upakwepe hapa. Kausha nini? Ile miguu yako. Sawa sawa au uwe na kitu cha kama mimi. Mimi na kanda zangu vile. Nikisha tawadha makizo huwa tena zinawekwa ndo kazi yake. Sasa mimi nikishashika udhu ndo naingia nazo kwa ajili ya mengine huko, sio? Kwa ajili ya usalama wa nijikinge na najisi. Sawa? Kingine kabla hatujatoka hapa, huwa kunakuwa na vyoo vya kushare watu wengi. Sawa? Vyoo. Sasa kule vyoo saa zingine huwa mtu hatokagi na kidumu huko, labda aenda nacho kule. Sawa? Wewe unayasali, wewe mama, unasikia vizuri? Inafika mahala mle mnaenda yani kuna dumu lile la lita ngapi? 20 au lita ngapi? Lita 10. Sana sana lita 10 au lita 20 ndo unayawekaga kule. Liko wazi tu, halina mfuniko wala halina chochote. Sawa Alafu utakuta mwingine choo chake kilivokaa. Sawa mazingira ya kule kwanza tuyajadili mazingira ya yale maji. Maana unaweza kaa umeenda kujitwarisha kule, kumbe ndo umeenda kujiongezea najisi kabisa. Sawa sawa sasa tuyaangalie mazingira ya maji kule. Pengine choo chako kimekaa, labda kuna wengine kimekaa kama ngazi hivi. Sehemu ya juu ndo penye tundu lile. Alafu sehemu ya chini huku, kwa sababu kuna vyoo vingine panakuwa ndo bafu humo mondo choo humo, si ndivyo Sasa tumesema sehemu ya juu ile ndo yenye nini? Yenye tundu. Sehemu ya chini wengine ndo wanaweka nini? Ukichuchumaa unakidhi haja zako. Maana moja kwa moja yale maji kwa kuwa ni chini ya kulataini. Sawa Kuna muda yanarukia pale, pengine hilo dumu lako la lita 20 au lita 10 halina nini? Mfuniko. Sawa Kwa moja kwa moja, hata kama sio wewe, kuna wengine, maana wengine wanahovyo. Sasa kaenda kule amebanwa, basi hivyo basi anakidhi hovyo akapanajisisha pale pote. Maana haja ikikubana inakuwa ni mtihani. Sawa mimi nawaambiaga watu, nawaambiaga sana watu, nawaambia kwamba mtu haja ikikubana inakuwa haina adabu kabisa. Utakuta mtu kwenye swala ya alfajiri anashindwa kuamka, lakini anakuja kuamshwa na kitu cha ajabu. Haja tu ndogo imembana na anatetemeshwa, tena inakuamsha kilazima. Adhana ile itakavolia hamki. Lakini ngoje haja ndogo ibane au haja kubwa, mtu anaamka kwa hiari bila kupenda mwenyewe, anaamka mwenyewe. Tena inamwambia we
amka. Amka. Au nishushe hapo. Anambia naamka na. Yaani anatii amri ya kinyesi chake, anashindwa kutii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa sawa bila anaamshwa na wewe amka, fanya haraka. Au ukiendelea kuchelewa mimi nateremka hapa pambea. Kwa hiyo anaamshwa, anatetemeshwa mtu. Haraka anapelekwa mpaka uani huko. Wengine unamkaa na ile manini anaitwa? Mazururu ndani huko, anaamshwa huko kitandani, anapelekwa mpaka pale kwa ajili ya kukidhi haja zake zile. Lakini adhana acha ilie itakavolia subutu. Sawa sawa kwa hiyo mtu unakuta anatetemeshwa na haja zake, anatoka mbio kwa ajili ya kwenda kukidhi haja. Lakini amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu hana habari hata kidogo. Sawa. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu amebanwa, fika pale hovyo tu, ile maji anaweza hata kayajolea hivyo. Sawa mtihani. Sasa kama mazingira ni hivyo, ule haina mfuniko, kwa hiyo hakikisha. Sawa mazingira yale maji yako unayoyatumia kwa ajili ya kishamaliza kukidhi haja zako, unayotumia kwa ajili ya kujitwaharisha, yako salama. Yako nini? Yako salama. Ndio uhakikisha hapo. Sawa haya. Ingine, baada ya kuwa hiyo najisi na rangi au ina harufu, anasema ni lazima kuondosha hiyo rangi, ni lazima kuondosha hiyo harufu, ni lazima kuondosha hiyo nini? Ladha. Sawa Alafu thumma yazidu, kisha ataongeza fi najasatil kalbi, katika najisi ya mbwa, wal khinziri, na najisi ya nini? Ya nguruwe, 6 ghasalati, ataongeza majosho 6. Maana yake inatakiwa aoshe majosho 7. Kwa hiyo hili la kwanza ni lile la kuondoshea kwanza. Sawa hili la kwa, lakini kwa hiyo kinachotakiwa najisi ya mbwa na najisi ya nini? Namna ya kutoharisha kwake ni lazima ufanyaje? Uioshe mara ngapi? Mara 7. Unasikia? Wahidatun minha, moja katika hayo majosho 7, mamzujatun biturabi, liwe limechanganywa biturabi, kwa mchanga tahuri, mchanga ambao kwamba ni nini? Ni tahara. Wa lam yakul laha ta'amun, kama najisi hiyo haina ladha, walaunu, na haina rangi, warihu, na haina harufu, in kanat min alkalbi, ikiwa ni ya mbwa, wal khinziri, na ya nguruwe, ghasalaha, ataiosha 7 ghasalati, ataiosha majosho mangapi? 7. Ile mwanzo ikiwa najisi ina ladha, ina rangi, kwa hiyo lile josho la kwanza ndo lile la kuondoshea rangi au kuondoshea nini? Harufu au lakini kama najisi haina hiyo, mbwa kalamba nini? Chombo chako. Kwa kile chombo utaangalia kina rangi, kina nini? Sawa kwa hiyo kama hakuna rangi, hakuna harufu, hakuna sawa kwa hiyo utaosha mara ngapi? Mara 7. Wahidatun minha, moja katika hayo majosho 7, mamzujatun biturabi, liwe limechanganywa na mchanga. Lakini wa in kanat, ikiwa najisi hiyo min ghairihima, si hivyo viwili, sio ya mbwa wala ya nguruwe, ghasalaha maratan wahida, ataosha mara moja tu basi. Kwa baada kushakuwa umetoharisha, umeondoa ile ladha na nini, baadaye unaosha mara moja, si ndivyo? Anasema wajibu, na lazima sabul mai, kumiminia maji, halal mutanajisi, juu ya kile kitu ambacho kimefanyaje? Kimenajisika. Ndio yale tulikuwa tunaeleza, tukasema hivi, kufua peke yake hakutoshi kwamba ndio umefanyaje? Umetoharisha, ni lazima umimine. Unaona? Yeye mwenyewe akatuambia wajibu sabul mai, ni lazima kumiminia maji ala almutanajisi, juu ya kile kitu ambacho kimefanyaje? Kimenajisika. Sawa idha kana alma'u duna alkulataini, atakapokuwa maji ni chini ya kulataini. Tunaposema kulataini ni ujazo wa lita 190. Lita ngapi? 190. 190. Ndio kulataini. Kwa hiyo maji yakiwa chini ya hapo,
yanaitwa haya maji ni chini ya kulataini. Kwa hiyo ukiwa unayatumia maji ambayo kwamba ni chini ya kulataini, mfano unatumia dumu la lita 20, dumu la lita 10 au lita 5 kwa ajili ya kutoharishia. Kwa hiyo kwa vyovyote yale maji si machache. Kwa hiyo kama ni machache huwezi, sawa, taratibu zinasema lazima umiminie maji, kile kitu kilichonajisika uchote maji pale so udumbukize mle. Ukidumbukiza hapa anakuambia hivi, fa in adkhala almutanajjisu, hapa matini ameandika mutanajjis lakini mutanajjisa iwe mafulo. Fa in adkhala almutanajjisa, ikiwa ataingiza almutanajjisa kitu kilichonajisika fihi, ndani ya nini? Ndani ya maji, lam yatuhuru, hakiwezi kutahirika. Yani ikiwa ataingiza kitu kilichonajisika kwenye maji machache, kama ni maji kulataini, we fulia hata hapo hamna shida, sawa sawa. Lakini kama maji ni chini ya kulataini, ndio anasema fa in adkhala almutanajjis, ikiwa ataingiza kitu kilichonajisika fihi, ndani ya maji, lam yatuhuru, kamwe hakito tahirika. Watanajjasa alma'u, na yatakuwa imenajisika nini? Yale maji. Wa mulakihi, na kile kilichokutana na yale maji. Yale maji yatakuwa yamefanyaje? Na kitakachokutana naye. Kwa hata simu ukienda kuweka pale, au mkoba wako ukienda kuweka kwenye yale maji, mfano kitu kilikuwa kimenajisika, sawa kitu kilikuwa kimefanyaje? Usiende kukidumbukiza kwenye maji ambayo kama ni chini ya kulataini. Mfano una dumu la lita 20 afu ukaenda ukakidumbukiza. Ukidumbukiza yale maji yatakuwa yamefanyaje? Yamenajisika, hata kama yalikuwa ni tohara. Kwa hiyo kudumbukiza kitu ambacho kilikuwa kimenajisika, maana yale maji moja kwa moja yatakuwa yamefanyaje? Yamenajisika na kile kitakachokutana nayo haya maji. Kwa hiyo hata kama ni mkoba wako ukienda kugusisha kwenye yale maji, mkoba umefanyaje? Mkono ukaenda kugusa yale maji, mkono nao nguo yako chochote, kwa sababu yale tayari yamenajisika, ni najisi yale maji. Tumelana vizuri inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie khairi. Amina. Haya ndo ambayo tumejaribu kuzungumza na nyinyi kwa siku ya leo. Inshallah kesho tena tutaendelea na sehemu nyingine. Kwa nini tumelazimika kukaa hapa? Ndo kama tulivyosema, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu madudatul la tukbalu. Usisubiri kupokelewa vitu vyako wakati wewe ushaviharibu, unavirudishiwa tu, kwa sababu Mwanazuba ndio akasema kabisa, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu madudatul la tukbalu. Chochote anachokifanya mtu bila ya ilmu, basi marduda tu anakirudishiwa, la tukubalu, hakinini kubali. Kwa hiyo haya ambayo tumeeleza myakamatie vizuri, na hasa mkayafanyie kazi. Tunaelewana vizuri mkayafanyie nini kazi, ili uinusurishe swala yako, sawa. Sije kama umeharibu tu, umeshika udhu vizuri tu, unaingia kama hivi, unaingia na maubichi yale, na mahala unapopakanyaga pengine ndo pamenajisika, najisisha tena na mguu wako, tena huo mambo yakaharibika, ikawa mtihani. Sawa, unaenda kusali, unaswali swala ambayo kwamba haimo, sio? Kwa hiyo haya lazima mkayafanyie kazi, kwa sababu si ya kwangu mimi nasoma huko. Ingekuwa ni ya kwangu mimi sawa, lakini mimi nayasoma yaloelekezwa huko. Swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sasa sisi tumemwona mtume, tumemwona huku kwenye mafundisho yake huko alivyofundisha, ndio tunamuona huku alivyoswali ni vipi, ndio kama hivi tulivyoelekezwa. Mwenyezi Mungu ajalie khairi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna haythu qasadna wa wasilna haythu nawaina. اللهم صل ذات بيننا فاصل فساد قلوبنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.